Tarehe 4 ya mwezi wa 5 ni siku ya zimamoto na uokoaji duniani, ambapo kwa mkoa wa Tabora jeshi hili la zimamoto na uokoaji limeadhimisha kwa namna tofauti. Kwanza limeanza kwa kuwapandisha vyeo wa maafisa, wakaguzi na askari wa jeshi hili. Jina langu naitwa Hadija Omari Mazezele. Mtazamaji, hii ni Mabadiliko Chanya TV. Mimi na wewe tupige hatua pamoja. Tumewavisha vyeo maafisa na askari ambao wamepandishwa vyeo, na kimsingi kabisa tunaishukuru serikali chini ya amiri jeshi wetu mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada kubwa ambazo wanaliwezesha jeshi la zimamoto na uokoaji katika kuboresha watumishi, kuboresha vifaa pamoja na miundombinu mbalimbali ya zimamoto ili kurahisisha utoaji wa huduma za zimamoto na uokoaji kwa jamii. Ili kundi ambalo umeliona ni kundi la askari na maafisa ambao wamepandishwa Tanzania nzima, na mkoa wetu wa Tabora tumepata askari kama 17. Hizo zote ni juhudi za serikali katika kuboresha utumishi, katika kutoa huduma katika mawanda ya zimamoto na uokoaji. Kimsingi kabisa serikali imefanya juhudi nyingi, na hivi karibuni pia mkoa wa Tabora tunatarajia kupokea magari ya zimamoto ambayo ni juhudi za serikali kupitia msaada wa mikopo wa ADEX ambayo imechukua zaidi ya mabilioni ya pesa. Yote ni nia na shabaha ni kuimarisha huduma za zimamoto katika mikoa yote, ifike katika ngazi za wilaya zote mpaka kata, ili uitikiaji wa matukio uwe sambamba, na lengo kuu kabisa ni kuokoa maisha ya watu na mali katika jamii yetu. Sasa jambo hili pia linakwenda sambamba na leo siku ya tarehe 4 ni siku ya Zimamoto Day, yani siku ya zimamoto duniani. Pilika zake zimeanza muda mrefu katika wiki hii, na leo tunahitimisha, na jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora ameshafanya shughuli nyingi, utoaji elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari, kupitia midaharo, kupitia kongamano mbalimbali na mikutano katika jamii. Sasa leo tunahitimisha baada ya kuwavalisha vyeo hivi, askari watakwenda kutembelea kutoa huduma za kijamii katika hospitali ya Kitete. Kwa hiyo tunashukuru sana, na mara nyingi kila kitu huwa kina lengo lake. Shabaha ya hii Zimamoto Day ilikuwa ni kuunga mkono au kuadhimisha hizi juhudi zinazofanywa na wazimamoto katika utoaji wa huduma za zimamoto na uokoaji katika kuokoa maisha ya watu na mali zao. Kimsingi kabisa sikukuu ya zimamoto duniani ni siku maalum inayoadhimishwa kila tarehe 4 Mei kwa lengo la kutambua na kuthamini mchango wa wazimamoto katika kulinda maisha ya watu na mali zao pamoja na mazingira dhidi ya majanga ya moto, na ni siku adhimu ya kukumbukwa kwa sababu inaleta mshikamano wa kimataifa kwa wanawake na wanaume. Lakini chanzo cha kuzaliwa siku hii ya Zimamoto Day ni ilianzishwa rasmi mwaka 1999 kufuatia tukio la kusikitisha lililotokea katika nchi ya Australia, ambapo wazimamoto walikuwa wanazima moto wa msitu, bahati mbaya moto ukawazingira wakafariki. Sasa kutokana na jambo hili, jamii yote duniani ikaona kuna umuhimu wa kuanzisha siku ya kuwaenzi mashujaa wale kutokana na ile kazi walikuwa wanaifanya. Kwa jina naitwa Assistant Superintendent of Fire Violet Machechu. Napenda kutoa shukrani sana kwa niaba ya askari wenzangu, kwanza kwa Mheshimiwa Rais kwa kutujali jeshi la zimamoto na uokoaji na kutukumbuka, kutupatia vyeo. Ahadi yetu baada ya kuvisha hivi vyeo, tutafanya kazi kwa bidii, kwa juhudi na kwa kufuata kanuni na taratibu za jeshi. Lakini mbali na hilo, wamefika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete kwa ajili ya kutembelea wodi ya watoto na kuweza kutoa vifaa mbalimbali pamoja na kuwatia moyo. Naitwa Elizabeth Daniel Maule, ni afisa muuguzi daraja la 2, niko wodi ya watoto.
Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati pamoja na kuungana pamoja na wagonjwa. Tunasema asante kwa hichi kidogo ambacho mmeenda kutupatia. Mungu awabariki, mkaongezee pale mlipotoa. Msichoke, mkipata muda wakati mwingine mnakaribishwa. Asante sana. Tunawashukuru sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Asma Haruna Masi. Natokea Ipuli ya Kidatu. Tumekuja kulaza hapa leo siku ya 4. Mwanangu ana tatizo la pneumonia. Kwa siku ya leo tuna furaha, tumeletewa na zimamoto. Tumeletewa sabuni, Pampers na mafuta ya kupaka kwa ajili ya watoto. Kwa kweli tunawashukuru sana, waendelee na moyo wao siku zote. Kwa jina naitwa Antonia Bahati Mwininga, ni mzazi wa Eliudi Sokoine Enos. Mtoto huyo alikuwa anaumwa. Kwa niaba ya wagonjwa wote, wazazi wa wagonjwa wote, mama kwa kushukuru Jeshi la Zimamoto Tabora kwa kuja kututembelea sisi hapa Kitete. Tunashukuru sana kwa zawadi waliotuletea za pole zao. Tunasema asante sana, tena sana sana.